Ivy Wangeshi almaarufu kama Tesh alizaliwa tarehe 10 Aprili mwaka wa 1994. Alikuwa akifungua mimba katika familia ya watoto watatu. Akalelewa na wazazi wake Winfred na Paul Githui huko jijini Thika katika miaka ya mwanzo ya maisha yake. Familia ya Ivy walikuwa majirani na ile ya Naftali Njambi Kinuthia. Naftali, kijana aliyelelewa kijijini, aliingia Thika na muda si muda akawa rafiki wa karibu wa Ivy. Lakini kwa namna moja au nyingine, kwa jazba ya maisha, hamasa ya mapenzi yasiyotimia na kung'ang'ania hisia zisizojibiwa, urafiki huo uligeuka kuwa kivuli cha kifo. Mwaka wa 2019, Naftali alimwangamiza Ivy kwa njia ya kikatili mno. Utakubaliana na mimi, jamii ya sasa imelala usingizi wa malezi. Tumekita mizizi kwenye malezi ya mtoto wa kike, tukawalea kwa upole uliopitiliza, lakini tumeshindwa kuwafunda wavulana namna ya kudhibiti hisia na hofu zao. Matokeo yake ni janga, na ukweli mchungu unabaki pale pale: mapenzi hayasomeki. Karibu tena kwenye Kurunzi za Jinai. Jina langu Sheban Yusuf. Kama kawaida, iwapo unapendezwa na makala haya ya upekuzi wa makosa ya jinai, usisahau kusubscribe ili uwe wa mwanzo kufahamu simulizi zetu tena mpya mara tu zinapodondoshwa. Safari ya Ivy na Naftali ilianza rasmi mwaka wa 1989 katika shule moja, Joyland Academy, mtaa wa Gatanga. Ivy alikuwa ameanza darasa la chekechea, yani nursery, wakati huo Naftali akiwa darasa la pili. Hapo ndipo urafiki wao ulipochimbuka. Ivy aliendelea na masomo yake shuleni hapo hadi mwaka wa 2004, kipindi ambacho Naftali alijizoesha kumlea kama dada yake mdogo. Naftali baadaye alikiri kukumbuka namna alivyoishi na Ivy shuleni, safari za basi la shule walizoshiriki, jinsi alivyomhifadhia kiti ndani ya basi, na hata pale wakati wa chakula cha mchana akihakikisha anamwekea nafasi kwenye foleni ya kupata chakula. Kwa bahati ya maisha, familia zao pia zilijenga urafiki wa karibu. Mama yake Ivy alikuwa mwalimu katika Chomo Primary School, huku babake Naftali akiwa mmiliki wa duka la vitabu jijini Thika. Mara kwa mara, wawili hawa, wazazi wa Ivy na Naftali, walikutana pale dukani, mamake Ivy akija kuagiza vitabu na watoto hao wakiendelea kuimarisha urafiki wao. Ni katika duka hili la vitabu ndipo Ivy na Naftali waliendelea kukutana hata baada ya Ivy kuondoka Joyland Academy mwaka wa 2004. Licha ya yote, kando na urafiki wao, wawili hawa walibaki mabingwa wa kiakademia. Kwa upande wa Naftali, baada ya kumaliza masomo ya msingi, alijiunga na Nyandarua High School na kukalia mtihani wa KCSE mwaka wa 2008. Baadaye akaendelea na masomo ya computer technology huko JKUAT, ambapo alihitimu mwaka wa 2013 na shahada ya kwanza katika kozi hiyo. Mwaka uliofuata, mnamo Aprili mwaka wa 2014, Naftali alihama kutoka Juja na kuelekea jijini Nairobi, ambako alifungua duka la computer service katika Jamia Mall, ghorofa moja katikati ya jiji la Nairobi. Kwa upande mwingine, Ivy alikuwa na ndoto kubwa sana, ndoto ya kuwa daktari bingwa. Alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo kikuu cha Moi, akisomea shahada ya udaktari wa upasuaji na tiba ya jumla, yani Bachelor of Medicine and Surgery. Hapo awali alikuwa amefuzu vyema katika KCSE mwaka wa 2011, akihitimu kutoka Alliance Girls High School, mojawapo ya shule kongwe na tajika miongoni mwa shule za kitaifa nchini Kenya. Ingawa walitenganishwa na umbali wa takriban kilomita 300, urafiki wa Naftali na Ivy uliendelea.
walikutana mara kwa mara na kuzungumza kwa simu mara nyingi. Kulingana na vyanzo vya karibu, urafiki wao ulikuwa wa kawaida mwanzoni. Hata hivyo, jinsi muda ulivyosonga, Naftali alianza kuonyesha hisia nzito zaidi kwa Ivy. Hisia zilizokosa kurudishwa kwa namna ile ile. Na katika mwendelezo wa hisia hizo zisizojibiwa, ndiko kulikotokea mwisho wa kutamausha wa Ivy Wangeshi. Rafiki zake Ivy walielezea kwamba Naftali alianza kuonyesha matamanio makubwa ya kimapenzi kwake, hasa kuanzia mwaka wa 2017. Mmoja wa rafiki wa karibu wa Ivy chuoni, ambaye aliomba jina lake libanwe kwa usalama mahakamani, alitajwa kama Maimuna. Maimuna aliwahi kutoa ushahidi muhimu. Alisema mahakamani kuwa alimfahamu Naftali kupitia Ivy, kwa kuwa Ivy alimzungumzia mara kwa mara na hata walipata nafasi ya kukutana mara kadhaa. Alikumbuka kisa cha mwaka wa 2017 walipokuwa na ziara huko Limuru Forest. Ilipofika saa 2 usiku, Ivy alimpigia simu Naftali na kumuuliza kama wangeweza kulala nyumbani kwake. Bila kusita, Naftali alikubali. Binti hao wawili, Ivy na Maimuna, walifika kwa nyumba ya Naftali. Naftali akalala kwenye kiti, huku Ivy na Maimuna wakishiriki kitanda. Maimuna alisisitiza mahakamani kwamba Ivy na Naftali walibaki marafiki wa kawaida tu. Hata hivyo, aliongeza kuwa Naftali alitamani zaidi urafiki wa kimapenzi, lakini Ivy hakuwahi kuwa tayari kwa jambo hilo. Mwaka uliofuata wa 2018, mahusiano kati ya Ivy na Naftali yaligeuka na kuchukua sura ajabu, yakawa sumu kwa maisha yao. Maimuna, rafiki wa karibu wa Ivy, alichora taswira hii kupitia ushahidi wake kotini. Alisimulia kwamba wakati Naftali alinunua gari jipya mwaka huo, safari yake ya kwanza ilikuwa kuelekea Moi University, Eldoret, akikusudia kumchukua Ivy na Maimuna kutoka chuoni. Maimuna alisema Ivy hakuridhika na hatua hiyo, lakini Naftali alisitiza kwa nguvu hadi Ivy akakubali. Naftali aliwachukua jioni majira ya saa 11 na akawapeleka moja kwa moja hadi Rupaa Mall kujiburudisha. Baada ya chakula cha jioni, aliwaregesha chuoni. Hapo ndipo Naftali alisitiza kuzungumza na Ivy peke yake. Maimuna akalazimika kushuka nje ya gari, ila Ivy akamwelekeza akae karibu ili amgoje. Mazungumzo kati ya Ivy na Naftali hayakudumu. Alipotoka ndani ya gari, Ivy alionekana mwenye hasira kali na machozi ya ndani. Alimueleza Maimuna kwamba Naftali alikuwa amemuomba waende kwenye chumba alichokuwa amekodi ili wamalizie usiku wao pamoja. Ivy alikataa, na katika hasira ya kukataliwa, Naftali akamtusi kwa maneno ya kumnyanyasa na kumdhalilisha. Maimuna akampoza Ivy, wakarejea vyumbani mwao, lakini usiku huo vitisho vikazidi. Naftali alianza kumtumia Ivy jumbe kali za kumtishia maisha. Hali ikawa mbaya kiasi cha Ivy kulazimika kumblock namba yake. Asubuhi iliyofuata, Ivy alipanga kusafiri Nairobi. Hapo ndipo Naftali akampigia simu Maimuna, akamuomba amshawishi Ivy asafiri naye, akidai hakuwa tayari kurudi mjini peke yake. Akaongeza maneno ya udhaifu, akajifanya anaomba msamaha. Maimuna, ambaye naye pia alikuwa na safari ya kuelekea Nairobi, aliingilia kati na kumshawishi Ivy. Safari ikapangwa. Maimuna akaketi kiti cha mbele na Naftali, huku Ivy akiketi peke yake kiti cha nyuma. Safari nzima ilitawaliwa na ukimya wa kutisha. Maimuna pekee ndiye aliyekuwa daraja kati yao, akijaribu kuleta mazungumzo yasiyo na majibu. Walipofika Nairobi majira ya saa 3 usiku, Naftali aliwaacha mabinti hao majumbani kwao, lakini dhoruba haikukoma.
Wiki hiyo Naftali akampigia simu Maimuna tena akilalamika kwamba Ivy amemblock kwa mara nyingine. Ndipo akaanza kutumia vitisho vipya. Alimdanganya Maimuna kwamba tayari amemshtaki Ivy katika kituo cha polisi na kwamba Ivy alihitajika kufika huko mara moja, vinginevyo vyombo vya dola vingemshughulikia. Zaidi ya hayo, alidai kwa uongo kwamba Maimuna ndiye shahidi wake. Wakati Maimuna alipomuuliza Naftali kwa lipi hasa alitaka yeye awe shahidi, jibu lilikuwa la kushangaza. Naftali alidai kwamba Ivy alimkashifu kwa maneno makali na kwa msingi huo akaamua kumshtaki. Maimuna hakubaki kimya. Alimweleza Ivy kuhusu madai hayo. Ivy akawa na mshangao na hasira. Alitafuta ushauri kwa marafiki zake waliokuwa wanasheria, na wote walimhakikishia kuwa hakuna msingi wowote wa kisheria katika madai hayo, bali yalikuwa hadithi za kubuni. Baadaye Maimuna alimkabili Naftali moja kwa moja kwa simu akimuuliza kwa nini alimdanganya. Ndipo Naftali akasalimu amri, akakiri kuwa alizua porojo hizo tu ili kumshawishi Ivy amuondoe kwenye orodha ya waliomblock na kuzungumza naye kwa mara nyingine. Akaomba msamaha kwa unyonge. Ilikuwa dhahiri sasa nia ya Naftali si uhalisia wa mashtaka, bali ni njama ya kuvuta tena uzi wa mawasiliano na Ivy. Hata baada ya kashfa hiyo, Naftali hakukata tamaa. Aliendelea kumbembeleza Ivy, akijaribu kwa zawadi na safari ndogo ndogo, akitumaini moyo wa Ivy utayeyuka. Kwenye sherehe ya kuzaliwa ya Ivy ya miaka 24, tarehe 1 Aprili mwaka wa 2018, takriban mwaka mmoja kabla ya kifo chake, mipango ya Naftali ilijidhihirisha waziwazi. Rafiki mwingine wa Ivy, ambaye kwa usalama wake tutamuita Mwatum, alisimulia kuwa sherehe hiyo ilipangwa kufanyika Westlands jijini Nairobi. Kwa kuwa Ivy bado alikuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha tiba Eldoret, alisafiri kwa magari ya abiria hadi Lang'ata, nyumbani kwa Mwatum. Wawili hao hawakutaka kutoka wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida. Walielekea dukani kwa Naftali katika jengo la Jamia Mall katikati ya jiji ili kubadilisha nguo zao kabla ya kuingia Westlands kwa sherehe. Ndipo Naftali alipowauliza kupitia Mwatum sherehe ingefanyika wapi. Ivy hakuwahi kumwalika, ila Mwatum bila kutia shaka alimwambia mahali pazuri hapo Westlands ambapo sherehe ilikuwa imeandaliwa. Naftali akaahidi kuwa angejumuika nao baadaye. Alitimiza ahadi yake. Usiku ulipokolea, Naftali alijiunga nao kwenye sherehe, na hata zaidi akahudhuria after party katika bar bistro eneo la Westlands. Kwa mujibu wa ushuhuda wa Mwatum, Naftali ndiye aliyebeba gharama zote za sherehe ya Ivy usiku huo. Lakini furaha haikudumu. Baadaye Ivy alimfichulia rafiki yake kwamba Naftali alimwalika nyumbani kwake baada ya sherehe, lakini akakataa ombi hilo kwa msimamo mkali. Mwatum pia alikiri mahakamani kwamba Naftali alikuwa na namba yake ya simu na mara kwa mara alimwandikia ama kumpigia, akilalama jinsi Ivy alivyomtesa kihisia. Mwaka huo huo wa 2018, baada ya sherehe ya kuzaliwa kwa Ivy, mvutano ulirudi tena. Mabishano yakazidi na Ivy kwa mara nyingine akamzuia Naftali. Kwa shauku ya kuendelea kuwasiliana na Ivy, Naftali hakuishia kwa jumbe zake binafsi. Safari hii alimtumia Mwatum ujumbe akimwomba awe daraja kati yake na Ivy.
Jumbe hizo zilifichua taswira ya mtu aliyenaswa na hisia zisizo na kikomo, mchanganyiko wa malalamiko na vitisho. Mwatum alikiri mahakamani kuwa baadhi ya jumbe kutoka kwa Naftali zilikuwa na maneno mazito ya kutisha. Kati ya hizo, Naftali aliwahi kuapa kwamba ni kifo pekee ndicho kingeweza kumtenganisha na Ivy. Katika ujumbe mwingine, alilalamikia zawadi na misaada aliyokuwa akimtolea Ivy, kisha akaanza kuhesabu kila senti aliyotumia. Alidai fidia ya takriban shilingi 1200, akitishia hata kumtafuta mama yake Ivy endapo binti huyo angeruka kulipa. Ivy alichoshwa na vituko hivi. Kufikia Desemba mwaka wa 2018, akachukua hatua ya mwisho. Alibadilisha namba ya simu ili Naftali asimpigie, asimwandikie wala asitume vitisho tena. Lakini wakati ukiendelea kusonga, kivuli cha Naftali hakikuondoka. Mwaka mpya ulipokaribia, Ivy, binti aliyependa sherehe za kuzaliwa kwake kwa moyo wa dhati, alianza kupanga siku yake kubwa, kutimiza miaka 25, Jumatano tarehe 10 Aprili mwaka wa 2019. Sherehe hiyo kwa mtazamo wake ilipasa kuwa kumbukumbu ya furaha na marafiki zake. Kwa upande mwingine, Naftali naye hakuachilia nafasi hiyo. Kwa mtazamo wake, hii ilikuwa fursa ya kujidhihirisha na pengine kujaribu kurejesha mapenzi ya Ivy. Baadaye alikiri kuwa alizungumza naye moja kwa moja. Ivy alimtajia bajeti ya takriban shilingi 28,000 kwa sherehe hiyo. Kwa haraka, Naftali alimtumia 14,000 akiahidi kumalizia salio siku moja kabla ya sherehe yenyewe. Lakini nyuma ya pazia, hali haikuwa kawaida. Wiki moja kabla ya siku hiyo ya furaha, Jumatano tarehe 3 Aprili mwaka wa 2019, Ivy aliandika katika kundi lao la WhatsApp akifichua kuwa Naftali alikuwa amemfuata kwa ghafla chuoni. Alifika asubuhi mapema majira ya saa 12, moja kwa moja kwenye lango la hosteli yao. Ivy alieleza jinsi alivyopigwa na butwaa kumkuta pale bila taarifa akimsubiria. Naftali alimwalika aingie kwenye gari lake, lakini Ivy kwa busara ya kujinusuru alimdanganya kwamba alihitaji kwanza kurejesha vitabu vyake chumbani na akamahidi kumtafuta baadaye. Ahadi hiyo haikukusudiwa kutimiza. Rafiki zake walimshauri kwa dhati asithubutu kutoka chumbani peke yake, na kama hali ingebidi basi atoke tu akiwa na rafiki wa kiume aliyeweza kumlinda iwapo Naftali angejaribu chochote. Na hapa ndipo swali la kutisha linabaki hewani. Je, rafiki zake walikuwa wameanza kubashiri jambo zito? Je, waliona kivuli cha giza kikinyemelea maisha ya Ivy, wakihofia siri fulani ambayo kwa macho yao ingeweza kugeuka janga la kweli mikononi mwa Naftali? Wakati hamu ya Naftali ya kupatana na Ivy faragani ilipoambulia patupo, alikomboa chumba mtaani karibu na chuo. Siku iliyofuata, Alhamisi ya tarehe 4 Aprili mwaka wa 2019, alimpigia Ivy simu tena kwa shinikizo la kuonana. Lakini Ivy kwa msimamo thabiti alikataa, hata alipomtumia ujumbe kwa rafiki yake Mwatum ili naye amshawishi Ivy. Jibu lilisalia lile lile: aondoke mtaani hapo. Maimuna, rafiki mwingine wa karibu wa Ivy, aliona dalili za hatari zikiongezeka. Kwa ushauri wa dhati, alimwambia Ivy kuwa wakati ulikuwa umefika kuhusisha familia zao na hata polisi, ili jambo hilo likome kabla halijazaa madhara.
Lakini Ivy, sijui kwa kupuuzia ama kuamini kupitia kiasi, alidhani Naftali hangeweza kumdhuru kwa vyovyote. Lakini nyuma ya pazia, Naftali alizidi kudhihirisha sura yake halisi. Sio tena rafiki aliyekuwa na hisia, bali mtu mwenye ubabe, ukatili na uroho wa kumiliki mapenzi kwa nguvu. Makutano yao ya mwisho nje ya chuo hicho yangesalia kumbukumbu ya uchungu. Siku ambayo Naftali alichukulia mapenzi si kama zawadi ya maisha, bali kama uwanja wa giza uliogharimu roho. Jumanne, tarehe 9 Aprili mwaka 2019, siku moja tu kabla ya sherehe ya kuzaliwa kwa Ivy ya miaka 25, saa 4 asubuhi, Ivy akiwa na rafiki yake wa kiume walitembea pamoja kutoka vyumba vya malazi kuelekea darasa huko Moi University, kitivo cha afya ya akili. Rafiki yake alihisi hatua nzito nyuma yao. Kwa jicho la haraka akageuka kidogo, na hapo akamuona Naftali akiwa ameinua shoka juu kwa shabaha ya kumpiga Ivy. Kwa mshangao na hofu, rafiki huyo alijaribu kukabiliana naye, kuifuma shoka na kuzuia pigo, lakini ilikuwa kuchelewa mno. Shoka lilishuka kwa nguvu, likampiga Ivy kichwani. Giza likamwangukia ghafla, akaporomoka chini bila msaada. Rafiki yake naye akajikuta amedondoka pembeni kwa mshangao na hofu. Naftali hakusita, alinyanyua shoka kwa mara nyingine. Rafiki wa Ivy alijaribu tena kuzuia shambulizi, lakini safari hii Naftali aligeuka kwake kwa ghadhabu. Kwa kuona hatari hiyo, kijana huyo alijaribu kutoroka. Akapiga hatua chache tu kabla ya kuanguka kwa hofu na maumivu. Ndipo taswira ya kutisha ikajitokeza. Macho ya rafiki huyo aliyelala kwa uchungu yalishuhudia muuaji, Naftali Njambi Kinuthia, akizunguka mwili wa Ivy aliyeanguka sakafuni. Kwa ukatili wa kutisha, alimtanua mikono, kisha akaunyanyua tena ule mzigo wa chuma. Shoka likateremka kwa nguvu juu ya kichwa cha Ivy, mara hii likizika ndoto na matumaini ya binti mchanga aliyesalia na siku moja tu kusherehekea umri wa robo karne. Kisha Naftali, kwa utulivu wa kushangaza, kana kwamba hakufanya chochote, aligeuka na kuondoka zake, akiacha nyuma uwanja wa damu, vilio na huzuni isiyofutika. Baadhi ya wanafunzi waliokuwa karibu walipiga mayowe kwa hofu, wakiita watu waje kumshika muuaji. Mara moja halaiki ya watu ilimfumania Naftali. Kwa ghadhabu, alinyanyua shoka lake refu lenye urefu wa takriban mita 1, akilenga kuwatisha waliomzunguka. Hakukomea hapo, akachomoa pia kisu kutoka kwenye nguo zake, akipiga hatua za vitisho mbele ya umati huo mkubwa. Lakini hasira ya wananchi haikuweza kuzimwa. Wapanda bodaboda waliokuwa mtaani pale walijiunga kwa kasi, na kwa muda mfupi wakafanikiwa kumnyang'anya Naftali silaha zake zote. Kile kilichofuata kilikuwa ghadhabu ya umma, kichapo cha umbwa, mawe yakirushwa mwilini mwake hadi akabakia akivuja damu na kujeruhiwa vibaya sana. Wakati huo huo, rafiki wa Ivy na wanafunzi wengine walipiga mayowe ya uchungu, wote wakisema kwa nguvu, Ivy ameuawa, Ivy ameuawa.
Daktari mmoja kutoka Moi Teaching and Referral Hospital alifika kwa dharura eneo la tukio. Alipoutazama mwili uliolala kwenye damu, alimtambua kuwa ni Ivy Wangeshi. Mara moja akaita ambulensi, lakini kwa masikitiko makubwa, Ivy alipotarajiwa kuokolewa, alitangazwa kuwa amefariki alipowasili hospitalini. Dakika chache baadaye, walinzi wa hospitali walifika chuoni na kumpata Naftali akinyanyaswa na wananchi wenye ghadhabu. Walipiga simu kwa polisi ambao walifika kwa haraka na kumwokoa kutoka mikononi mwa halaiki. Kutokana na majeraha mabaya aliyokuwa nayo, Naftali alikimbizwa hospitalini. Ndipo uchunguzi rasmi dhidi yake ukazinduliwa, wapelelezi wa jinai wakianza kuokota kila kipande cha ushahidi. Hatua ya kwanza ilikuwa ni autopsi ya mwili wa Ivy. Siku ya Jumatano, tarehe 10 Aprili mwaka 2019, siku ambaye alitarajia kusherehekea umri wa miaka 25, Ivy Wangeshi aliwekwa kwenye chumba cha maiti cha Moi Teaching and Referral Hospital, huku madaktari wakifanya uchunguzi wa kina. Ripoti ilithibitisha alifariki kutokana na jeraha kali la kupigwa shoka kichwani. Siku iliyofuata, Alhamisi tarehe 11 Aprili, sampuli za damu kutoka mwili wa Ivy na ile iliyoonekana kurukia shati la Naftali pamoja na shoka zilitumwa kwa uchunguzi katika maabara ya serikali. Matokeo hayakuwa na shaka. DNA ya damu kwenye shoka na nguo za Naftali ililingana moja kwa moja na ya Ivy. Vifaa vya ushahidi havikuishia hapo. Simu ya Naftali pia ilichukuliwa na kukabidhiwa kwa idara ya cybercrime kwa kushirikiana na kampuni ya Safaricom. Kupitia uchunguzi wa data, wapelelezi walifukua ujumbe wa simu uliopeanwa baina ya Naftali na Ivy. Ukweli ulifichuka wazi. Licha ya Naftali kudai upendo wa mapenzi, rekodi zilionyesha kuwa hakukuwa na uhusiano wa kimapenzi kati yao. Mwishowe, wapelelezi wa jinai walimhoji Naftali akiwa amelazwa hospitalini Moi Teaching and Referral Hospital, akihesabiwa gharama ya matendo yake, ghadhabu, uroho wa mapenzi na mwisho wa maisha ya binti aliyekuwa na ndoto kubwa za siku zijazo. Naftali aliwaeleza wapelelezi kwamba alisafiri kutoka Nairobi usiku wa manane saa 9 na kufika mjini Eldoret asubuhi ya Jumanne tarehe 9 Aprili mwaka 2019 majira ya saa 3. Sababu ya safari yake ilikuwa moja tu: kumkabidhi Ivy salio la shilingi 14,000, pesa zilizokusudiwa kwa maandalizi ya sherehe ya kuzaliwa kwake na kumtakia heri ya siku yake ya kuzaliwa uso kwa uso. Kulingana na maelezo yake, baada ya kufika mjini, alikula kiamsha kinywa kisha akaendesha gari hadi karibu na vyumba ambavyo Ivy aliishi. Majira ya saa 3:30 aliegesha gari lake mkabala na emergency section ya Moi Teaching and Referral Hospital akiwa peke yake ndani ya gari. Naftali alijaribu kumpigia Ivy simu, lakini kwa mshangao mkubwa aligundua kuwa tayari alikuwa ameshablokiwa. Alisitiza kwa wapelelezi kwamba aliandika ujumbe mfupi, yani SMS, lakini hili linazua maswali. Ikiwa Ivy alikuwa amemzuia kwa simu, huenda pia alizuiliwa kwenye SMS. Baada ya nusu saa, Naftali anakiri kwamba alitoka kwenye gari lake ili kutafuta sehemu ya kujisaidia. Akiwa anarudi, alikutana uso kwa uso na Ivy. Hapo ndipo Naftali akamuuliza kama alikuwa amepokea simu yake. Akaeleza zaidi kwamba alisafiri Eldoret kwa ajili ya kumpa pesa na kumtakia heri ya kuzaliwa, ila
hatakuwa na nafasi ya kuhudhuria sherehe iliyopangwa kufanyika siku iliyofuata kutokana na majukumu ya kikazi. Katika mazungumzo hayo, Ivy alijibu kwa maneno yaliyomgonga Naftali kama radi. Alimwambia kwamba mchumba wake mpya ndiye atakayeshughulikia maandalizi yote. Akaongeza kuwa Naftali ajiwekee pesa zake na aondoke sehemu hiyo. Kwa mujibu wa Naftali, hii ilikuwa mara ya kwanza Ivy anamuelezea uso kwa uso kwamba hakuwa na nia ya kuendeleza mahusiano yao. Akaongeza kwamba maneno hayo yalimvunja moyo kabisa, kwani tangu mwaka wa 1998 alikuwa amethamini uhusiano wao. Alihisi kana kwamba kila kitu kimefikia kikomo. Naftali alidai hakumjibu Ivy chochote. Badala yake alirejea kwenye gari lake akiwa amejawa na hisia za unyonge na hasira. Aliapa moyoni mwake kwamba hatomwongelesha Ivy tena. Lakini kabla ya kuingia ndani ya gari, aligeuka nyuma na pale macho yake yakashuhudia jambo lililomwacha akiwa na mshtuko na hasira zaidi. Ivy alikuwa amekumbatiana na rafiki yake wa kiume, wakiwa wameshikana kana kwamba walitaka kumdhihirishia Naftali jambo moja. Kwa Naftali, tukio hili halikuwa la bahati mbaya. Aliliona kama mpango wa makusudi wa kumshusha hadhi na kumdhalilisha mbele ya macho yake mwenyewe. Kulingana na Naftali, tabia ile hakuwa ameishuhudia kwa Ivy hadharani. Akadai kwamba hasira zilimshinda, na katika mshangao na ghadhabu alitoa shoka kutoka uvungu wa gari lake. Shoka hilo, alisema, lilikuwepo humo kwa ajili ya usalama wa kawaida, na alinunua mwaka wa 2018 likawa sehemu ya mizigo yake ya kila siku. Naftali aliendelea kueleza kuwa kisu kilichopatikana eneo la tukio hakikuwa chake. Badala yake alidai kwamba kiliweka mikononi mwake na mmoja wa wananchi waliokuwa wakimshambulia baada ya mauaji. Lakini kuanzia muda ule alipomshambulia Ivy, anakiri kwamba hakumbuki kilichofuata hadi alipojikuta hospitalini akiwa amejeruhiwa vibaya, na ndipo alipoambiwa na madaktari kwamba Ivy alikuwa ameiaga dunia. Kwa maneno yake mwenyewe, alijutia kitendo chake na akaapa kuwa ataishi na majuto hayo milele. Lakini hapa ndipo ukweli na uongo unapotofautiana. Kauli ya Naftali ya kudai kwamba alikutana na Ivy asubuhi na akafukuzwa ilipigwa marufuku na ushahidi. Duru za kuaminika zilisema kuwa ulikuwa uongo mtupu. Kama ilivyoelezwa awali, Ivy alionekana akitembea na rafiki yake wa kiume akielekea darasani. Mara pekee walikutana na Naftali ilikuwa wakati alipomshambulia. Mashahidi pia walibatilisha madai yake kwamba Ivy alionekana kumkumbatia rafiki huyo wa kiume. Walisisitiza kuwa hakukuwa na ishara yoyote ya kimapenzi kati yao. Walikuwa tu marafiki wakielekea darasani. Taarifa za kifo cha kutisha cha Ivy zilitikisa taifa nzima, lakini mwisho wa siku, badala ya heshima, jina lake lilikumbwa na fununu na propaganda mitandaoni. Blogu za uongo na baadhi ya wanafunzi walichochea uvumi, wengine wakidai kwamba alikuwa na sponsor akihusishwa na mbunge Oscar Sudi, na hata kuenezwa uongo kwamba alikuwa akiugua HIV. Kauli hizi zote zilithibitishwa kuwa uongo mtupu. Kutokana na mshtuko wa majonzi, wazazi wa Ivy walilazimika kujitokeza hadharani kusafisha jina la binti yao. Ijumaa ya tarehe 19 Aprili mwaka wa 2019, mwili wa Ivy Wangeshi
ulilazwa kwenye nyumba yake ya milele huko Mahiga, kaunti ya Nyeri. Ilikuwa ni siku 10 baada ya kifo chake. Mazishi yalihudhuriwa na familia, baadhi ya wanasiasa, marafiki na wanafunzi wenzake. Ivy alikumbukwa kama binti mwenye upendo, kioo na tumaini kwa wadogo zake na kipenzi cha mamake aliyesema walikuwa na ukuruba wa kipekee. Wakati huo huo, Naftali alikuwa akikabiliwa na upekuzi wa haki akiwa kizimbani katika kituo cha polisi cha Naiberia mjini Eldoret. Kesi yake iliwasilishwa rasmi Ijumaa ya tarehe 10 Mei mwaka wa 2019. Kesi ya mauaji dhidi yake ilianza kusikilizwa katika mahakama kuu ya Eldoret. Kesi hii ilidumu kwa kipindi cha miaka 5 huku mashahidi 10 wakiletwa kizimbani kutoa ushahidi dhidi ya Naftali. Kwa ufupi, hivi ndivyo mukhtasari wa mwisho ulivyokuwa. Naftali alisimama kizimbani Ijumaa ya tarehe 4 Machi mwaka wa 2023 na kwa mara ya kwanza alikubali mashtaka ya kumuua Ivy Wangeshi. Katika kauli yake alieleza kuwa mahaba yake na Ivy yalianza wakiwa bado shule ya msingi na kuendelea kadri miaka ilivyosonga. Alidai kutumia pesa nyingi kumfurahisha Ivy, lakini mwishowe akakataliwa. Sababu aliyoitoa kotini ni kwamba Ivy alimkataa kwa kuwa mtu mfupi na kisha akamkumbatia mwanaume mwingine mbele yake kama ishara ya kumaliza rasmi ukaribu wao. Naftali aliongeza kwa masikitiko kuwa anajutia kitendo hicho na kwamba tofauti zao zingeweza kusuluhisha kwa njia nyingine na sio kwa njia ya mauaji. Lakini upande wa mashtaka ulijipanga vilivyo. Meza ya mashtaka ikitumia ushahidi wa jumbe za simu, rekodi za mawasiliano na mashahidi wa moja kwa moja iliweza kuthibitisha kwamba Ivy na Naftali hawakuwahi kuwa katika uhusiano wa kimapenzi. Walikuwa tu marafiki wa kawaida na kilichokuwepo ni tamaa ya upande mmoja, tamaa ya Naftali ambayo Ivy hakuwahi kuikubali. Kuhusu iwapo shambulio lilikuwa tukio la ghafla au mpango wa muda mrefu, upande wa mashtaka uliweka wazi hoja kuu. Shoka alilolitumia Naftali halikuwa sehemu ya gari lake tangu mwaka wa 2018 kama alivyoeleza. Badala yake lilikuwa shoka jipya lililokuwa limenolewa vizuri na lililokuwa silaha mahususi ya kupasua kuni. Mwendesha mashtaka alisisitiza kuwa si jambo la kawaida kwa raia wa kawaida kubeba shoka kama chombo cha ulinzi. Kwa mantiki hiyo, alidai kuwa Naftali alinunua shoka hiyo kwa dhamira moja tu: kutekeleza mauaji. Mwisho wa siku, koti ilimpatia Naftali hukumu ya hatia ya mauaji. Uamuzi uliosomwa na Jaji Ruben Githinji Alhamisi ya tarehe 14 Desemba mwaka wa 2023. Jaji alimhukumu Naftali kifungo cha miaka 40 jela, kifungo ambacho kwa sasa anakitumikia katika gereza la Eldoret GK Prison. Lakini fikiri kidogo, labda leo hii Ivy angekuwa amehitimu kama daktari bingwa katika mojawapo ya hospitali nchini. Na pia labda Naftali angepanua biashara yake jijini Nairobi na hata kununua gari jipya pia. Lakini yote hayo yalisalia kuwa ndoto zilizokatizwa. Kwa sababu mapenzi, kama ilivyo, hayawezi kusomeka wala kutabirika. Kutokana na uchungu wa kumpenda asiyekupenda, hatima ya wawili hawa ikawa ni kifo na kifungo. Tuambizane ukweli, lakini licha ya Ivy kupokea zawadi na misaada kutoka kwa Naftali, hakukuwa na haki yoyote kwa yeye kumnyang'anya uhai. Mwisho wa siku, kosa kubwa zaidi lilikuwa ni kugeuza penzi
kuwa hukumu ya maisha. Na hapo ndipo funzo linapoibuka kwetu sote. Mapenzi si kitu cha kuchezea kama titi la mama. Ukimpenda mtu na hakupendi, mwambie kwa njia yenye heshima na hekima. Na zaidi ya yote, ikiwa anakuzawadia kwa shinikizo, bora umkatae mapema kuliko kujuta baadaye kwa machungu. Maisha si rahisi, na moyo wa mtu si kitu cha kufanyia majaribio. Kwa mwanaume, hakuna haja ya kung'ang'ania mapenzi. Akiamua kukuacha, jiongeze na tafuta mwingine. Usikae mahali ambapo hutakiwi. Kwa hivyo, wapenzi wa kurunzi za jinai, tuwe makini, tusichezee mioyo ya watu na tusiruhusu wivu na tamaa vitutumbukize katika shimo la mauti. Jina langu Sheban Yusuf.